lilo kawaida ya mwanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutoka ili muweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ujumbe wangu wa leo utakuwa katika hili andiko, lakini katikati nimekuwa nikizungumza habari ya vita vya ndani. Na kama kuna vita vibaya ni vita vya ndani. Vita yoyote ikishaanzia ndani inakuwa ni vita ngumu kuliko vita ya nje. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu ni roho. Mwanadamu ni nafsi inayoishi katika mwili. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, 27 na kuendelea. Amen. Amen. Sura ya Mungu ni ipi na mfano wa Mungu ni upi? Anaandika katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 4 na mstari wa 24 pale kama sikosei. Anasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo mfano wa Mungu, sura ya Mungu ni roho. Kwa mwanadamu ni roho. Amen. Lakini ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wake wa 7 na wa 8, unaona Mungu anamtengeneza mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo sura ya 1 anaumbwa kwa mfano wa Mungu, sura ya 2 anaumbwa kwa mfano wa ardhi. Anachukuliwa kutoka kwenye udongo, alafu anapuliziwa pumzi ya uhai ndani yake. Kwa hiyo kwenye mwili mmoja wa mwanadamu kuna asili ya Mungu, na katika mwili huo kuna asili ya dunia. Kwa huyo mtu anatakiwa aishi kwa kumcha Mungu, lakini asili mbili zinakaa katika mwili mmoja. Kama nasogea na wewe itikia amen. Ukiona jirani yako anasinzia, ninakuruhusu muamshe.